Roho haina mifupa, roho haina miguu, roho haina kiungo chochote. Sasa kwa utaalamu wa kimungu ndio Isaya anasema ishara za kimungu, ishara za kimungu. Ndio maana tulisema hakuna njia nyingine angepitia. Njia ambayo alipaswa kupitia ni kwenye tumbu ya mwanamke, maana kwenye tumbu ya mwanamke ndio kuko materiel ama matiere ya kuweza kutengeneza miguu au mikono au kichwa. Ndio ilimfanya apitie katika tumbu ya mwanamke anayeitwa Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu gani apitie mule? Kwa kuja kukamilisha, kutimiza maandiko kama ilivyonenwa na manabii. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa tutakuwa haraka kidogo. Sasa kwa ule mpango wake tukazungumza kazi iliyomleta. Hakuja bure, alikuja kutumika, kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana niwafundisha juma hii, mtu ambaye hapendi kufanya kazi ni mtu mbaya. Hata kwenye familia mnaweza kumfukuza, hamjakosea. Hata Mungu mwenyewe angali na haja ya kutumika. Na alipofika duniani tulisema ya kwamba cha kwanza alikuja kutakasa hekalu, maana hekalu ilikuwa imeharibishwa, ilikuwa imechafuka na mambo yote tulizungumza juu ya hekalu. We mwenyewe uko shahidi. Tukasema jambo la pili, kutetea walioonewa, kutetea walioonewa. Maana kwa ile wakati kulikuwa kulishaingia uonevu, wamama walikuwa wamenyanyaswa haki zao. Na nilisema ya kwamba Israeli ama Wayahudi walikuwa na sheria ambayo inasema mwanaume ana haki ya kuzini, lakini mwanamke hana haki ya kuzini. Hayasoma yale maandiko. Kama wanawakuta bibi na bwana, wala mwanaume na mwanamke huko mnazini, wanaambia mwanaume kwenda zako, ile ni haki yako, ile ni chakula yako, hata kesho tena ukikipata ukitumia na roho baridi. Lakini huyu mwanamke ni lazima afanyike nini? Apigwe kwa mawe. Ndio maana niliwaambia Yesu alisimama kwa kutetea huyu mwanamke aliyefumaniwa. Maana Yesu, haleluya, ana akili timamu. Wanaleta mwanamke aliyekamatiwa katika uzini, lakini hawalete mwanaume aliyekuwa na zini na yeye. Haone kama sheria ya uonevu sana. Mtu anaweza jizini mwenyewe, mtu anaweza jizini mwenyewe. Sasa sheria ya Yesu inasema haya mambo ni lazima yafanye nini? Yavunjwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, alikuja kuokoa watu katika utumwa wa dhambi. Utumwa wa nini? Utumwa wa nini? Wa dhambi. Maana kama leo niliwaambia, kama unajaa madeni ya dhambi, ilikuwa kama utumwa. Watu wengi walikuwa wanafanya, kuna siku za kutumikia dhambi wapate sadaka ambazo watatoa. Sasa Yesu akaja kumaliza hiki kitu, akiondolee watu, aingize gratuite. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja tu kwa pastere, mchungaji, mnamwambia Mungu alisamehe niliiba, Mungu alisamehe nilizini, Mungu alisamehe niko mchawi, na pastere anakuombea na dhambi inafanya nini? Inaisha. Kwa ile wakati haikukua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana niliwaambia ya kwamba kama ile jambo ingelifika kwa wakati wetu, hamungetuweza. Hamungetuweza. Tungewasumbua sana. Tungeongeza kongwa. Mnajua kongwa? Tungewaongezea mateso. Unajua kama leo papa,
Shida ziko duniani. Hapa nje huko wapasteri wanarumizana hapa nje. Hapana hapa kwenu. Hapa nje hapa. Mlipaswa rumia. Ukiniangalia tu mubaya mnasema amani. Na kama mbuzi haiko utaimba kesho. Tungewaongezea zingine ambazo haziko hata katika Biblia. Vile tulichelewa tunasema mbuzi hiyo. Sasa wewe utaishi mkanisa, unakuwa na mlolongo ya madeni, ya manjiwa, ya mambuzi, ya makondoo, ya mangombe. Wewe ulikuwa kanisani kusudi umrudishe Mungu ajibu mahitaji yako, lakini ukifika kwetu unarudia na madeni. Yesu akaamua kuondoa ile utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nilisema Pasaka. Kama unasherekea Pasaka, ni lazima uelewe ninasherekea ama ninafurahia nini. Ninafurahia nini? Pasaka ni kitu cha ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanakumbuka nilisema Pasaka ina maana mangapi? Nani mmoja anakumbuka? Hakuna. Hamko wanafunzi wazuri? Tano. Tatu. Asante mwinjilisti. Nilisema Pasaka ina maana makubwa matatu. Cha kwanza, Pasaka katika Kutoka 12 ni kupita juu kwa Mungu kuokoa watakatifu yake na kuangamiza walio maadui ya watakatifu wake. Ile ndio maana ya kwanza ya Pasaka. Ni kusema unaposherekea Pasaka, roho yako inaweza kuambia leo ni siku ya maadui yangu, Yesu kuwaangamiza, Yesu kuwalipiza, Yesu kuwatesa. Ile ndio maana ya kwanza ya Pasaka. Leo ni sikukuu ya Mungu kuharibu kila kilicho kibaya kwenye maisha yako. Ile ndio ilikuwa kusudi ya kwanza. Mungu anaamua wafanye Pasaka katika Misri. Nikasema maana ya pili ni ukombozi. Kutukomboa mwenyewe hatungewezaka. Haleluya. Wewe ungetuwezaka? Haungetuweza hatofanya. Hii maandiko tu ndio tungekukamatia. Ukileta andiko na sisi tunaleta andiko mpaka tukufikishe mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema maana ya tatu ya Pasaka ni chakula. Nini? Hakuna Pasaka bila chakula. Hakuna furaha bila chakula. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia kule neno papa? Hakuna raha mdunia kama hakuna chakula. Watu wengi wanasema mchungaji ndio nasema niliambia watu humu, cha kwanza maisha yangu ni Mungu. Cha pili ni chakula. Cha tatu bibi yangu. Na mimi napiga sinatiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ila mimi nakuambia njoo kweli. Wewe hapana pagana bibi yako mafuta sema nakupenda sana kuliko chakula. Ule mwanamke siku chakula kitakuwa ataondoka na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unawaza mwanamke anapanaka heshima ya bure? Heshima ya bure? Mwanamke akupatia wewe mwanaume ulifanya nini? Papa, mwanamke hapanake heshima ya bure. Na yafanya dhambi na hajakosa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mroho yako na mkichwa yako usifikiri ya kwamba utaishi na mwanamke kwa maombi. Ishi naye kwa nini? Kwa akili. Ukienda na maombi kwa mwanamke, bunyumba inakufa. Na utasema Yesu haiko serie. Iko serie. Yeye ndio alishakwambia uishi naye kwa nini? Kwa akili. Siku moja bibi yangu akakasirika. Tukona kama tatizo kadogo. Si niko pasteri. Si minaombaka.
Lakini ile visirani haikuisha na maombi. Nikaenda nikatafuta kanguo. Mnayua nguo? Sasa nilileta kanguo napatia mwanamke. Ile tu sasa nipata kale kanguo, nikaona sura inabadilika. Sura inafanya nini? Inabadilika. Ilifika saa ya kulala, nikaanza omba. Mungu Baba, hata bibi yangu anakasirika, ningali ninampenda. Napenda bibi yangu sana. Napenda bibi. Niko naomba na upako. Sasa nilikata ile maombi papa. Kulisha kwa kanguo kenye maombi iko inasindikiza. Sasa nilikata maombi, nilisikia bibi yangu anakohola. Anafanya nikasema Yesu asante. Iko saa vitu vinaingia. Bwana Yesu apewe sifa. Si yeye yuko pale. Nikasikia nakohola. Na nyuma ya pale kila kitu kikakuwa safi. Haleluya! Haleluya! Kama bibi yako nakasirika, hapana kimbilia kukanisa. Hapana kimbilia kumaombi. Utarudia na kuta vitu vinafanya nini? Vinapanda. Ili kuna kuambia njoo kweli. Pasaka ya tatu maana yake chakula. Hakuna kwenye Yesu wala mkutano ya Israeli iliambia watu twende tuimbe Pasaka. Wapi Baba, tutakuandalia ukule nini? Amsomake Biblia. Baba, wapi tutakuandalia ukule nini? Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pasaka ni chakula. Hapana hivi wa Kristo Mungu mnatupunja. Siku ya Pasaka nilisema kama gari ya mikate ndio iko pale. Hapana mimi mwanaume mzima wife Mungu ananipatia kakopo kapata hapo. Eske Mungu sawa? Na paswa pata jage. Jage. Niye peke jage yangu. Kama na mikate 5 hakuyakuwa problem. Ile ndio Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana shetani iko na madharau. Iko na waonea. Iko na waonea. Nyie kila kitu hatuna kitu. Kila kitu hakujiwezi. Mwewe dunia utapata heshima ya bure. Papa bibi yako akikasirika, asubuhi mpe 10. Kesho mpe 10. Kesho yake mpe 10. Kesho kutwa yake mpe 10. Sitafika ya mara 5. Hata alikuwa musa degree ya hasira. Papa, pele cheza na 10. Hapana cheza na 10. 10 tu ya 10. Mwenzako mwenye alienda kwa maombi hamtakuwa sawa na yeye. Yesu atasema huyu ndio yuko na akili. Huyu anafuata maandiko, anafuata Biblia. Mimi niliambiaka wanaume waishi na watu kwa nini? Kwa akili. Abiko wa mzaa wale wenzetu. Kama una akili, tulize sema pastor. Sema pastor papa. Bibi yetu ndio anakuwa badangere sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu alitupatiaka sisi anatupatiaka sisi wale bavili. Wale wa femme difficile bote, ndio nasomkumiaka mapasteur. Haleluya. Jumba tukupatia hapo wewe hautawaweza. Hautawaweza. Mie nikiona vinapanda, naanza imba wimbo ya wokovu. Utanikuta niko naimba naweza ni upako, 10 niko natuliza nini? Niko natuliza tasu. Wewe hawezi weza hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pasaka ni chakula. Kama hakuna chakula Pasaka haiko. Na ukitaka kila leo mnyumba yako mkue Pasaka. Haleluya. Haleluya. Ukitaka kila leo mnyumba yako mkue Pasaka, chakula sikosaki. Isikosaki. Kila siku mwanamke atakuita sheri, papa, hata kuita ya bure. Bwana Yesu asifiwe. Aba mama tu wenye vikumu ndio wanaweza lala njala juma mzima na wangine na kuita sheri. Aba wenye vikumu. Lakini wale wenye viko kule nje hawawezi. Hawawezi hata siku moja. Kama unataka baraka,
ya Pasaka. Una nyumba kama hamuna Pasaka, furaha inafanya nini? Inaisha. Na hata watoto wako tunasema una watoto ya siku za mwisho habana akili, habana adabu. Niko nawaambia wende batenda shota mai ya eva lenda kumasomo ya kula, banarudia wanakuta njala. Maana habana akili. Sibatenda saidia mwenzangu mwenyewe kuna tokotesha maragi kwa ukoropa. Kusudi bakule kidogo. Saba namaliza kule, banakia sikia sema ilishaisha kurobine. Batangaika waisha ushibu. Utawakuta banalala. Utawapigia tu nini? Bure. Ni lazima mwako mnyumba Pasaka ikuwe. Kama mwako mnyumba hamuna Pasaka, furaha yote itatoka. Raha inaisha. Kwenye kuna chakula kuna raha. Ndio kuna leo mtu atali kwa MPPRD anahamia muide pesa hapana kumcheka. Ana kama MPPRD chakula ilifanya nini? Inaisha. Wote na wakia kwenye kuna chakula. Utawakia kwenye kuna chakula. Haleluya! Haleluya! Na ndio niko nawaambia hivi, mkitosha sadaka mkanisa tunakimbia tunaenda. Hatutawakia mauta tona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kama hauwezi toa mkanisa, sema pastor tunakuchukia sana. Kama wewe ndio unawapendaka juu na kiaga tu, unakiaka vile hakuna problem. Lakini mimi nakuambia kama ulikuwa bila sadaka unakia kufanya ibada kipande. Juu sadaka ndio mwenyeji wa nini? Wa ibada. Ndio mwenyeji alianzishaka ibada papa. Hivi vyote vilikia nyuma kusindikiza sadaka. Sasa kuna vile nani Mugisho? Bila sadaka ibada ingekuwaka. Sasa nyama ziko zinalungura zingine zinakuliwa na ndege. Bakamwa walete mahadisi, kawimbo, ka distraction. Sadaka ikwenda lungula. Ilungule pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliacha kuirunguza sali tuita. Akasema inakuwa haki yenu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukiona minavala kakoti kamuzira sadaka zetu zile. Tunapaswa vala kwa sadaka zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama upendi zifike mbinguni, haiwezi fika kama ipite kwa hiki. Hapa ndio njia takatifu ya sadaka kwenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio njia takatifu. Mtu asikudanganye. Haleluya. Ndio maana kama ndani yako familia yenu inashindwa kujua Pasaka, mbinguni mtashinda. Papa nakuambia Israeli kama waliangamia jangwani, wasifike Kanani, habakuzini munjia, habakuiba munjia. Manunguniko ya nini? Ya njala. Manunguniko ya nini? Ya njala. Kila mtu njala ikitomboka, kila mtu anakamata lihiwe. Kila mtu anakamata msa anamwambia papa Musa, leo nakufa. Hakuna mzaa. Atujaribu bukuani yako, atuangalie leo unakufa. Bwana Yesu asifiwe. Ona watoto wanafanya mgomo mnyumba juu ya chakula. Wanafanya mgomo. Bwana Yesu asifiwe. Na hayakuwa dhambi. Hayakuwa dhambi. Kama uko mwanaume wala mwanamke, pambana na maisha. Kubali mpaka hata jasho ya mwisho, sawa vile litoka Yesu Gethsemane, mpaka jasho ya damu, sababu kadiko natafuta heshima yake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema jasho ya damu. Ulishona jasho ya damu wewe? Ushaitoka? Mwanaume anahangaika Gethsemane, mwanaume yuko nalia, lakini hataki kuacha. Hataki kuachilia. Ukishaishi mwa hii dunia, hapana jifanya kiwerewere na unaokoka. Hapana kujifanya duru na uko na Yesu. Haleluya. Haleluya. Wewe mtu mzima tu. Wewe nenda tu uzia wenzako. Wewe hawezi pia kuzia. Basi uko sawa, mkichwa wako mko sawa. Pilipili unaenda kwa mwenzako. Tomato unaenda kwa mwenzako. Matunguru unaenda kwa mwenzako. Gau chungu unaenda kwa wewe. Hakuna hatari tu kwako. Basi uko sawa. Uliza mwenzako yuko karibu yako mzima.
Wewe kuuziaka tu mwenzako wewe wakio kuuzia. Kama mwambie mwenzako kama unakuwaka vile huko sawa. Hata nitakuruma nitakutengeneza. Ndakuchora. Ndakutengeneza. Pasaka ilikuwa kufungua akili zetu. Tutoke mujinga, tutoke mugiza, tuingie wapi? Tuingie munuru. Watoto wa nuru hawazifanana na watoto wa giza. Kama unaokoka, watu wenyewe wanakujua unaokoka, unajua kama una akili timamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huko wengine kujazwa, unaweza jazwa papa na bakupiga ngoma na bakuimba wa kukua maombi. Niliambia watu wamwe hapa juzi maombi. Tuko natoka na vyangu kushamba. Tuko kule kanisa yetu tulikuwa tunaongoza. Sasa tunakuwa njiani. Bibi yangu anauliza leo tutakula nini? Leo tutakula? Unasema haiko kila mwanaume anapenda kile ulizo kama hana kitu. Papa, haiko kila mwanaume anafurahia kile ulizo leo tutakula na hana kitu. Papa, atajifanya mkali kwa ajabu. Atajifanya mkali. Kama bibi yangu wewe usihangaike. Mimi niko pasteri. Pasteri alala njala. Mimi siwezi lala njala. Na vraiment roho yangu iko inaniambia hakuna nini? Hakuna chochote. Lakini sitaki kumvunja moyo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza mwanamke aza kama una kitu. Na siku zote maisha yako sirogwake kuambia bibi yako aseme hauna kitu. Maana huko mwanaume mwenyewe ueneze. Mwenye atakuwa, wewe utaniambia nikupe nini? Sema tutakuwa kwa maombi 3 jours hii. 3 jours tulikuwa kwa maombi. Ndio maana nishakwambia wewe uko mpagani wewe. Wewe unaokoka, anaokoka bien. Tena kukushinda. Mwenye kuna kuuliza kama utakula nini ndio yaokoka. Anaeneza akili timamu. Wote ndio tuna maombi ya 3 jours haino wewe utakula. Kitu chako iko sawa. Unaenea. Wewe uko sawa wewe, nisho nishaanguka. Ndio maana uko hapana naeneza. Ile neno nilimwambia tulifika kulango la mji. Tulikuta mtu mmoja alikuwa Mkristo mpya. Anasimama, "Sasa papa nilishafika kwa nyumba kwenda waangalie." Sasa sikukukuta mtu, lakini univumilie dakika 2 pale. Alikimbia. Alileta sachet ya reyere, muko matumbutumbu ya ng'ombe. Mafafa iko mule, maini iko mule, butumbutumbu iko mule, vyote vinayala mule. Bibi yangu iko na mzigo iko naweza fanya angalie, tunaangalia kwa sachet. Atuseme kitu. Atuseme chochote. Anaambia baba mnivumilie ingine dakika 2. Alikimbia tena, analeta sachet ya jaune, yote nafungwa bunga. Na akatupatia kama 20 centime ka 20 francs ile. Ase baba mune mko matungulu na tomate na mafuta. Bibi yangu akaanza niangalia. Nikachukua ile sachet nikamwambia twende kwa kunyumba. Tutongelea vingine kunyumba. Bwana Yesu asifiwe. Kufika mnyumba bibi yangu ananiuliza, "Mlikuwa mlishapatana wala namna gani?" Nikamwambia, "Wewe, mimi niko pasteri. Bwana cheza na mimi wewe." Haleluya! Haleluya! Mkwanza ombea ule kijana. Juu ya ile kazi yake nilionaka ishara. Nikamwambia, "Papa nilijazwa." Nilijazwa. Kumbe ile makujazwa unaweza tafuta kwa kinguvu na hautaipata. Hakuna kujazwa ya kwanza yenye inaletoa na furaha. Furaha utajazwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wakaangamia sababu ya kukosa chakula. Mungu alikuwa anaambia Israeli, "Benye wanapungukiwa wajua wachangie kondoo jamaa hii." Jamaa ngapi? Benye wanapungukiwa. Na mkule na ya mwisho sionekane asubuhi. Leo siku yenu ya kushiba. Bwana Yesu asifiwe. Leo mtafurahia Pasaka. Njoo Mungu alikuwa anawaambia hivyo. Sasa Yesu, Mungu kutoka mbinguni. Kutoka mbinguni. Alikuja kufanya kazi za kimungu ambazo hakuna hata mwanadamu mmoja angelisiweza. Cha mwisho ndio tunataka kusema leo, kuja kushinda mauti. Kushinda mauti.
maana kulikuwa vibarua viliandikwa katika Wakolosai 2:11 ukisoma pale na kushuka. Mabarua ya mashitaki ilikuwa inatangazwa ya kwamba mwanadamu hata onanaka na Mungu, mwanadamu hata samehewaka. Kile kibarua Paulo anasema Yesu alikigongomea pale msalaba, akapasula hati zote za mashitaki. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kazi ya Yesu. Condamnation, tulikuwa watu wenye tulikuwa tuko condamné, hapana ya vesenka milele na milele, milele na milele. Ndio maana hawa wenzetu wakuna wa makuhani hawakutaka injili ya Yesu, hawakutaka maneno ya Yesu, hawakutaka. Kwanza na pia watoshia sadaka ya dhambi, wanasema inabidi toa. Yesu wakumuuia vya ajabu, ile kuonesha tu kweli, ile kutetea watu, ndio tu walimuuia. Na kama alikufa ilikuwa nini? Maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nilisema jana, Yuda hakukuwa mawazo ya mubaya, lakini alikuwa anatembea munini? Mumaandiko. Hata tunamwimbiaka mubaya, tunamsemeaka mubaya munyimbo zetu, usifanane Yuda Iskariote. Yuda ni mmoja mwenye alikontribue, hata mtaki juu angeuzishaka Yesu atungekuwa huko. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu angefufuka kile siku ya 3 anakuta zile franga, angeachaka ngoe Yesu afufuke akiyeshije pupa. Haleluya. Ambia karibu yako, acha pupa maisha. Vitu vingine naomba kuvumilia papa. Yuda maneno tu inamtisha. Kumsalaba Yesu alisamehe watu, yeye na angelikuwa viva ile siku Yesu kunakata roho. Yuda angefanya nini? Angesamehewa. Juu msamaha haikukuwa na mipaka, haikuangalia mtu fulani. Kwenye kuna samehe mwenye alimtobola na mkuki. Ule bwana mweka tobola na mkuki, na alikuwa maandiko tu. Alikuwa maandiko. Juu Wayahudi Yesu angefufukaka na hawampige ile mkuki, bangesema balimuzika na hayakufa mzuri. Juu hawakuwa naitika kila kitu, hawakuwa wanakubali. Ule bwana mwalika akapiga mkuki, alikiapiga mkuki ndio mumaiti. Yesu alishakata roho, ndio sasa anakuwa na mkuki ya kumshumanga aseme wewe ulishirika huko Mungu, jiokoe sasa. Alitimiza tu maandiko. Kusudi gani? Maji na damu ifanye nini? Itoke. Haleluya, haleluya. Mugisho mtungie ule bwana wa mkuki naye kawimbo, mumufelicite kwele mkuki yake, mfelicite. Kama unakutaka watu wakasema oh, damu yako Yesu, watu wanafurahiaka kuimba damu ya Yesu. Sasa mwali wapatia hai mwenye alikubali ile damu itoke, mulisha kushukura tena kawimbo. Kulaumu tu ndio bwana mpigaka mkuki, haiko sawa, iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Yesu hii yote imeandikwa, lakini cha muhimu na cha maana katika haya yote ni ufufuko. Bwana Yesu asifiwe. Kukufa haina victoire sawa ufufuko. Yesu angelikufa bila kufufuka, imani yetu ni bure. Haleluya. Ndio watu wa Tesalonike waliuzi sana kuhubiri watu, bako wanawadanganya hakuna ufufuko, hakuna kihama cha wafu, ukikufa unakufa bure. Hii mahubiri kenea nani? Tesalonike. Ile Tesalonike ilikuwa province moja ya mule Muisraeli, lakini watu walifundishwa vibaya
vibaya. Na ile province ilikuwa inasimamiwa na liwali anaitwa Kasandi, na mke wake ndio anaitwa Saloniki, na jina ya bibi yake ndio akapatia ile province. Wakaishi katika imani ya kusema hakutakuwaka nini? Ufufuko. Ndio Paulo anawaambia ya kwamba ikiwa Yesu Kristo alikufa na kufufuka, na wale waliokufa katika Kristo nao watafanya nini? Watafufuliwa. Haleluya! Priorite ni kukufa katika Kristo, kukufa katika Kristo. Ndio maana hakuna njia nyingine isipokuwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sie Mungu alitusaidia. Mimi nilikuwa Kimbangiste. Nilikuwa Kimbangiste kabisa. Tulihubiriwa kule Dieu est noir, fils de Simon Kimbangu, habitat de Kamba Kishasa. Ushapebe mafundisho wewe? Ushasikia mafundisho kama Mungu anakuwa Kishasa kule ba Kongo. Na watu wanaishi ile imani tena ya ajabu, na wengine wana imani ukushinda. Ile wakati sisi tulikuwa mkimangu haikuwa mzaa saa yenu. Unatengeneza dhambi na barakuacha unaenda. Ile wakati papa Kimbangu wa discipline. Wewe useme ulizini, bana kuingiza ndani. Fimbo papa pastor. Mimi niliona pale vibatu yuko nacheza na dhambi. Unapigwa na wanakutia mprizo ya 3 jours. Mule kulikuwa basiriva ya kule Kimbangu walikuwa sawa soda. Hapana msa. Olinga te. Ilikuwa inatumika sawa empire. Hapana kucheza. Hivi aseme kukorali ulifanya mza, utaleshota mai, utaleta milifra. Fimbo. Hao ndio walikuwa natimiza ile maandiko nasema usimuime mtoto nini? Wengine wanazaka tu ile andiko iliandikwa juu ya kunyumba. Umu mkanisa. Maka kuko wengine wenye ukifanya tukikupiga fimbo hatu ya kukosea. Tungali tu tunakuadhimisha. Tuko tunakusaidia ufike nini? Mbinguni. Tulikuwa vile. Wenyewe wanakufa nje ya Kristo. Hawana ufalme. Hawana uzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuokoka ni neema papa. Kuokoka kupata ni bahati. Mbele mie ni changer dini. Papa, nifanyaka karibia mwezi na zaidi sikule mwetu. Baba alikuwa mkali kudini. Alikuwa mkali wa ajabu. Sijaonaka kama ukwenda tu kanisa ile siku kunyumba hautakula. Sie leo tunachukiaka watoto kama alishinda masomo. Haika alishinda kanisa unaweza mfanya nini? Hakuna. Hautakuhangaika. Hautafanya nini? Hautahangaika. Balikuwa na discipline ya ajabu. Tumeokoka kwa nini? Kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona biko bana korompe baska kuficha siri ya ufufuko. Sababu nijua kama hii sasa ndio finali. Hii ndio ya mwisho. Baaskari wenyewe walikuwa wanalinda kaburi. Mali kaburi lilindwa na baaskari. Ile raha ya kwanza ya baaskari ya Kirumi ndio walikuwa pale. Bali wanajua wani ba despe, hawa ni bahibu, hakuna kenye kinaweza kuwapita. Ndio walienda chunga ile kaburi. Bwana sema ataki, sema atafufuka. Tunampiga masasi. Leo tutaona kwa tapitia. Kama iko mwanaume afufuke na tuko hapa. Haleluya! Haleluya! Saa Yesu alianza fufuka. Insécurité ndio ilianza. Tetemeko ndio ilianza. Mtafsiri mmoja Myahudi anasema hivi. Wakati tetemeko ilianza, askari wote silaha walizokuwa nazo zote ziliwaanguka. Miguu na mikono inatepeta. Macho inakufa. Tetemeko ya ajabu. Oh, haleluya! Haleluya! Ukiwa na Yesu hapana ogopa. Ukiwa na Yesu hapana ogopa. Ukiwa na Yesu hapana ogopa. Lala jinsi unataka.
Lala Yesu nataka. Lala Yesu nataka. Usiogope balozi. Balozi ni wazamu yetu tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako kama uko mlozi uko muko tu zamu ya bapastere. Na zamu ya Bakristo. Zamu ya watu wenyewe waliokoka. Bwana Yesu asifiwe. Huku mkavu mnaogopa balozi sana. Atatu mtu alilota ndoto. Ninakuwa balozi. Iko mzuri si wanaume aturotake yetu. Kulota tu papa. Kulota. Baki kulota tu. Ako mlozi. Ile hewa inatawala huko hapa. Inaua manyumba mingi. Inabomola mafaila mingi. Inaachanisha majamaa. Ndoto tu nilirota. Uko kiwerewere. Kama ndoto tu inaweza kukoroganisha. Haleluya. Haleluya. Maaskari wote silaha zikaanguka. Bakaona gisi mwanaume anakuja anatoka kaburi. Ananyangula kale kalijiwe. Anakatupa yule. Anakatwanga chini. Anakaikalia. Baskari wanaanza angalia. Hawana cha kufanya. Haleluya. 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 Ilikuwa inaonesha hata majaribu na kuikalia yenyewe na kushinda uzito, inakushinda nguvu. Ukiwa na Yesu atainyangula. Haleluya. Na kuiweka chini ya nyayo za miguu yako. Yesu ana uwezo ya kukamata kila adui. Unaanza mpietine, unaanza mtembelea. Maana Yesu kazi yake kuja kuweka kila adui yako chini ya miguu yako. Maana alitangaza mtakanyaga sumu za nyoka na nge, nazo zitawafanya kitu. Yesu ana mamlaka yote, ana uwezo wote. Basodasa waliona mwanaume anatoka anaenda, balikimbia mwingine, balikimbia mwingine, balikimbia kumakubwa, balikimbia kumakuani. Ule Bwana anafufuka, 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 ule Bwana anafufuka. Bwana batia mikono kukinga. Bwana sema anafufuka, anafufuka. Wanamwambia wekae kwa chini. Kwani anafufuka sema ndio. Tuliona haiko ya kuambiwa. Balenda leta pesa. Anaambia hivi, msiseme kama alifufuka. Haleluya. Kweli haifichamaki. Kweli haifichamaki. Wakawagawanyia pesa. Biblia inasema pesa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa bibi ya Sodamu aliona bwana yake alienda kugardi na ana chochote. Anakuja na pesa. Anamwambia papa, mliiba leo. Aseme leo iko siku ya kuiba, ilikuwa siku ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Leo haiko siku ya kuiba, lakini leo ni siku ya wokovu. Yesu akifufuka, machoni pako, rohoni pako, yale yote yaliyokulemea. Kama ulikuwa mwizi, unasifu wokovu ya wewe. Kama ulikuwa mchawi, unasifu wokovu wa Yesu. Waaskari wakasema, leo hatukuiba. Haleluya. Leo ni siku ya baraka. Anaambia bibi yake, msikie. Tuliiba, alifufuka. Alifufuka. Lakini usiambie mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alifufuka. Ungine benzao babibi wengine wa soda. Benyawa kukua kugani. Wanaona benzao musoko, kila mtu na kakikapo kake. Mufumaya hajabu. Unaona mama bako na materime yao. Sawa na kutana wawili msoko, bwanako na wewe alikuwa kule. Alifufuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bako wanazuia basiseme kama alifufuka. Lakini sasa roho zao, furaha ya chakula kenyewe wanapata, wanasema umevyo Bwana alifufuka. Asingefufuka tungekula leo.
Tungefanya leo, tungetembea hivi leo. Haleluya, haleluya! Raha unayojivunia sababu Yesu amefufuka, sababu Yesu amefufuka. Yesu asingelifufuka, imani yetu ni bure, ni bure, na hatungepata nguvu ya kuhubiri. Ile ndio inatufanya sie kushindia madini yenye haijue Yesu. Kuna wale wako na nabii wao alikufa lakini hakufanya nini? Maana yake imani yao ni nini? Unaweza kosa injili ya kuhubiri bali sile andiko moja tu. Haleluya! Asante miezi ya katara kama unaokoka, kama uko katika dini, lakini wote ambao wana nabii asiyefufuka imani yao ni nini? Ni bure. Mubibilia wasikudanganya, muko tu masujawa Musa na Yesu. Mwisho papa, Musa na Yesu. Musa na nani? Njoo tu. Musa kwa agano la kale na Yesu kwa agano. Haleluya! Na utajua kama Musa alipokuwa anaongoza taifa la Israeli, ni roho wa Mungu ndio alikuwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ufufuko wa Yesu, ufufuko wa Yesu haiko wengine wanafundisha kaseo ba mama ndio walionao wa kwanza kisi Yesu anafufuka. Hapana, ni basoda, baskari, tena wanaume, hapana wanamke. Ndio maana mpasho kwenda tukulia baafasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Huko tu vingine mnaweza tushindia juu tunawapendaka, ile tu ndio mnatushindia. Bwana Yesu asifiwe. Mnatushindia tu juu tunawapendaka. Haleluya, haleluya. Na Yesu anawapenda nyie zaidi kuliko sie wanaume. Esi mnajua vile? Amwezi hata mpigia makofi wa mama. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nyie wa mama, Yesu anawapenda kuliko sie. Hata tukiingia ku tribunale sie na wewe, Yesu atakutetea. Hata ku tribunale ya dunia papo sirogo kusaba na mwanamke. Yeye atakuwa wangali tu wanamuuliza neno moja na anaanzalia. Nasikia procureur anasema murudie kwanza. Ile probleme itaendelea kesho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Njoo ule wende naye probleme mbele ya nani? Ya Mungu. Uliza Ibrahimu. Sara namwambia upende kutazara na Hajiri. Ukisoma Biblia, Ibrahimu akauliza Mungu, eski maneno ya Sara ni ya kwa sema usishindane na yule mwanamke? Usisimake na mimi na Mungu mkono. Haleluya, haleluya. Ndio unapenda cheza na wale watu. Bwana Yesu asifiwe. Waaskari ndio waliona wa kwanza. Mwenye aliona wa pili alikuwa nani? Maria Magdalena, ule mwenye Yesu alitoaka pepo 7. Ndio aliendaka wa kwanza. Ndio alikuwa na pupa shauku kuliko wengine bote, na hakukuwa na boga. Iko nakumbuka tu vyenyewe Bwana alinitendea. Niende na mafuta, niende pagara ile maiti. Niende na mafuta. Magdalene kumunjia. Ndio vile nasema akakuta malaika. Tafsiri ya Kiyahudi inasema alikuta Yesu ndio anakaa pale. Hawezi toka na ayaonana na mtu mwenye atapasha habari kama alifufuka. Haleluya. Yesu alibakia pale. Anakalia jiwe. Ndio inafikia sasa, anafika. Anamuuliza, habari gani? Mzuri. Nani alitosha hii jiwe hapo? Bwana anza zungumza, anambia ule mwenyewe alikuwa angalia alikufa. Alishakuwa nini? Hai. Wende ambia tu wanafunzi yake kama wataonana wapi? Galilaya. Yeye hakujua kama ni nani? Ni Yesu. Aliona malaika. Kwa agano la kale, Yesu alitembea kama malaika, alionekana kama malaika, alikutana na watu kama malaika.
Yesu wataalamu wamoja wanasema 12. Maki alionekana mara 12. Lakini Yesu alionekana mara 13. Mara 13. Nyuma ya pala akaonekana na wanawake wawili. Wenye nao wako nenda kaburini. Wakamkuta mle mshamba ya makaburi. Wakamuuliza, eski hawezi jua kwenye waliweka? Kwenye waliweka ule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bakamwambia hapana, alishakuwa hai, alifufuka. Bwana Yesu asifiwe. Watatu ni Petro. Petro ndio alikuwa watatu. Kisha Magadalena na kuya kule samwe na wazimu. Bako na ficha Magadalena alikuwa kule na mihababu. Unapendeka mama, kuko vingine vitu akijideside mwana. Hawakuwake wamoga. Bajideside wasema kaa utatua, utuwe. Haleluya. Ili kwa kuambia njo kweli. Magadalena alikuwa anafufuka. Bakasema ule mama hivi mwenye alikufa, huyu mwalimu toshaka mapepo anakufa, zile pepo zinamrudilia. Mfungele mama makamba, zile pepo walimtoshaka zinarudia. Haiwezekana ule mtu mwenye walivunja miguru na hama, walitobora na misumari, walimupiga mkuki afufuke. Ule mama wazimu inapanda. Maneno ya Magadalena ndio litosha Petro kwenye alikuwa. Petro akakimbia, akaingia mpaka mkaburi. Kaburi za wenzetu zilikuwa za kizungu papa. Hii yetu ni ya nduma. Mune ya nduma kuzikana na visirani. Bala kutia mshimu na biko na sindiria. Biko na kusindiria papa. Yesu wangu we. Biko ya kusindiria na budongo wanasindiria ya kuingia mkinywa, ya kuingia mapua, na hata leo kuko kanema wanzati ya sanduku. Benzetu walikuwa najenga kapango, katundu. Banaingiza mule. Hapa kumulango kuko lijua yenye kuna friere. Ilikuwa inachongwa. Gisi ya kuiviringisha inafunguka, na gisi ya kuiviringisha inafanya nini? Inafunga. Mako leze ndata visite mtu wako kama aliulizikaka. Unaingia unafungula. Unafanya ya kufanya. Kama manguo na hailiko natengeneza. Kama ulienda na mafuta na pagana ndio zetu walikuwa natumika. Walikuwa wanaenda kila wakati kupiga formo, mwili siendelee kuoza. Sasa wewe mwenyewe balitumbisha. Unakutumbisha. Hii yetu ni kutumbishana bandugu. Kutumbishana. Maki na wewe kuna kuzike kwa sababu ilikuwa na conflict na wewe. Petro akaingia mkaburi, akafika mpaka kule kitanda. Walikuwa wanatandika kitanda kabisa, iko mule. Anaangalia manguo, hakuna mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Petro anarudia, mtu anakutana naye, anamsalimia Petro. Bwana Yesu asifiwe. Petro ndo alianza enda na sensibilize wenzake wote. Ndio sasa anawatokea mara ya ngapi? Ya ine. Wanafunzi bila nani? Bila Tomaso. Ni Yesu kuwatokea mara ya ine. Wanakaa nyumbani wako wanazungumza. Eske maneno wiko nasema watu ni mzuri. Petro akasema mie nilimuona. Sasa Petro anamwambia mahabari yote kisa alikutana, Yesu akawatokea. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia mie huyu niliwaambiaka nitakufa na kisha siku 3 nitafufuka. Ndio maana Yesu angelikufa na anafufuka na nenda mara moja mbinguni. Ingekuwa ilibidi ajenge roho. Haleluya. Haleluya. Ndio maana Isaya anasema kuja kuganga mioyo iliyovunjika, kuwatosha wasiwasi. Akazungumza nao. Tomaso akukua, akawatokea mara ya 5 pamoja na nani? Na Tomaso. Sasa Tomaso kisha 8 jours, kisha siku 8 aishafufuka. Siku 8 iko natembea mu ulimwengu wa kiroho. Sasa kutakatolo la iko Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ule ni Mungu.
Ndio maana nilimwambia alikreye punda kudakika moja, anatuma watu punda na nakutanisha shimama pale kupunda na nabaruhusu wabebe punda, na saba nafika pale kwenye ilatuma wanamkuta tena desha iko pale presa. Haleluya, haleluya. Ndio maana niko nakuambia Yesu Mungu iko mahali popote. Hata tuko wawili hapa, iko pia Kigali, iko Bujumbura, iko Afrika du Sud, iko Amerika, pale kote iko. Haleluya, iko mahali pote. Usibaki na mashaka. Hatuna tena problem. Itatu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kisha kuonekana kwa wanafunzi pamoja na Tomaso, Biblia inasema akatokea wanafunzi 7 karibu ya mto kwenye bahari ya Tiberia. Kwa bahari ya nani? Petro aisha tora wenzake asema tutabakilia hivi tu, twende tutafute chakula. Na akawatokea pale. Yesu akawakia kunjikavu, akawasha moto yake. Umeyasoma pale? Na akaanza chuma samaki. Alitosha wapi? Yeye ni Mungu. Ndio mtu asikudanganya aseme kama mbinguni hatutakulaka. Tutakula. Ndio maana Yesu alifanya kienesheo kusema kisha kufufuka watoto yangu mtakulaka, msiogope. Anachoma samaki na mkate pale. Na Petro yuko natafuta samaki. Ndio namuita Petro mara ngapi? Simoni Petro, unanipenda? Ila kusema na Simoni Petro kama unanipenda ilikuwa sasa kurudisha tena Petro kwenye moyo wake. Maana Petro ile kukana Yesu mara 3, ile kukana Yesu mara 3 ilibakiaka wasiwasi ndani yake. Ndio sakona kama amrudisha. Anamuuliza mara ya kwanza, Simoni Petro, unanipenda kuliko hawa? Mara ya pili, unanipenda kuliko hawa? Mara ya 3 ni kurudisha roho ya Petro. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alifufuka na akaonesha mapreve. Mara ya 6 akatokea wanafunzi 2 wako nenda Emausi. Wanaitwa wanafunzi sababu roho zao zilimpenda Kristo kwa asili, kwa kuogopa hofu ya Kiyahudi. Wako wanazungumza njiani, huyu mtu mwenyewe aliua, hana problemi, hakukuwa na shida, alikuwa anapenda watu, alikuwa anakulisha watu mikate, alikuwa anafufua huyu bwana. Kumbe mtu mzuri anaweza kufa hivi ndugu. Yesu akajitokeza, akaandamana nao. Ndio maana kama uko mtu wa Mungu, msafari yako, acha mahabari yenye haifai, acha maneno yenye haifai. Kama unazungumza maneno yenye haifai, shetani ataandamana na wewe. Shetani ataingia mwile msafa. Utajua kata yeye anajivunaka sana, anajionaka sana, na anakuwa na kiburi, na anakuwa hivi. Ndio tu kuna bakizo yuko anaongea tu msafari. Mimi sichezake na mie. Siku nyingine atacheza na mie. Mie ndamuonesha mie. Shetani ataandamana na wewe. Ataandamana na wewe. Walipokuwa wanazungumza maneno ya Kristo, Kristo akaandamana nao. Yesu akaanza wauliza kwa uchimbi, maneno gani mko mnasema? Ule Kleopa akabaruka akamwambia, sikia wewe uko mgeni mwa Yerusalemu, kwenye haujua wenyewe vilitendeka. Amena. Iko saa jamu mwele fanyika kule kwetu papa. Siyayonaka tangu kuzaliwa. Kule kwetu Kamituga. Siku wanatenga mchungaji Milenge. Batu karibia 78 walizimiaka na kuingia hospitali. Tangu mimi nazaliwa siona vya vile. Mama gaze zikafungwa. Siyaonaka vya vile. Nikashituka. Ushasikia vya vile we? Batenge mtu na wengine wanazimia. Batu walikuwa wananyanguliwa hivi. Akisikia tu habari mnaona mtu anaenda chini. Njole mtu kunauliza Yesu, wewe uko mgeni? Hii mambo inafanyika huko papa. Ni ajabu. Wakaanza kumuelezea. Yesu yuko na wasikiliza.
Kisha Yesu akawaambia, manake na nyie mjue kama ilipaswa fanyika hivyo. Amkusoma vitabu ya manabii. Akawaanzia tangu Musa akaanza tena kuwafundisha maandiko. Biblia inasema akaanza kuwafundisha maandiko. Haleluya! Unajua, ukiomba bila kujua maandiko utaabudu chura. Ukijazwa bila kujua maandiko. Ndio Biblia inasema wale wanaongozwa na Roho wa Mungu, wale ndio wana wa Papa Mugisho. Unawazaka Roho wa Mungu akiongoza watu ni nini? Mwenye anaongozwa na Roho wa Mungu, maana anaongozwa na nini? Maandiko. Kumbe amuyue mwenye anatembea ndani ya hii maneno ndio anaongozwa na nani? Na Roho wa Mungu. Ukienda nje ya hii, manake hauongozwe na Roho wa Mungu. Haiko kujazwa kusema kwa lugha ndio kuongozwa na Roho wa Mungu. Ameweka warozi nao wanajazwaka. Tulize bibi yangu, tuko maombi mwali kwa simamia, niko naongoza watu 250. Batu ya roho wawili wanaanza pigana. Garso wa 14 na mama wa 30 wanaanza pigana maombi. Mpaka damu inamwangika. Kani ka garso kaimurukiaka kichwa. Mama alianzalia damu yake. Mama sarukia kamate katoto kanaruka. Arukia kamate ili kwa kakomba ndio ilikuwa mwisho ya maombi. Maombi kaishia pale. Bwana Yesu asifiwe. Komba ya nguvu. Akatabiri ule mama tu. Kusema huyu mama ni mwongo. Iko na tabiri ya uongo. Komba ikaanzia pale. Ngakwasa ile kofi walipiga Mikaya. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wanashangaa. Wao wanatokea wapi haujui habari. Wakaenda na yeye mpaka kijiji cha Emmaus. Walipoingia mjini, wakamwambia kumekucha. Maana mchana inafanya nini? Inaisha. Na kule kwenye uko naenda hakuna mwingine ya karibu. Tuikale hapa tulale sie wote. Bakaingia mnyumba, bakatengeneza mkate. Bwana Yesu asifiwe. 7 alimega mkate. Macho yao yakafumbuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati maisha yako inatumia Pasaka na macho yako inashindwa kufumbuliwa, ni kusema ilifungwa tangu misingi ya ulimwengu. Ukimega mkate ni lazima macho yako yafanye nini? Yafumbuliwe. Mungu akusaidie sana, akuwezeshe maishani pako pote kuelewa ya kwamba Pasaka imekuja kukufungua macho. Hautabakia kipofu, na wewe Yesu ametangaza ufungulifu kwako. Unajua kama Mungu akitusaidia sana, hatuwezi kuwa wajinga, hatuwezi kuwa wapumbavu. Hapana. Unaona kuko wengine vitu tunateseka. Niwahi kuona mwinjilisti wangu mmoja anatumbia fio wa mzee wa kanisa, na anasema siku ya kubeba mali. Bibi yangu akaalikwa kweli siku ya kubeba mali. Ikafika bwana chunga mwinjilisti, na saa inapita usiku inaingia, hakuna mali kufika. Kafika kesho mzee wa kanisa akachukua chakula yote akabeba kwa bwana Garso. Sana wewe ile chakula afika kule wanasema ndio baba. Sisi tulizuirika, wakaongeza na bongo. Tulizuirika. Papa. Ile maneno siku ilifika kwa baraza. Nikatengo ile kiapo. Na mbiaka mimi ukikuwa fie Garso anasema atakuwa na kudanganya. Na pasha kutenga. Na kutenga na kanisa. Na kutenga. Ile ikaleta problem. Ungine mwinjilisti Aisha kama taleta mali kwao na ule nani
kwa mtoto wa pastere. Alilamukiaka kwa pastere, kwa ule mwenjilisi kwao na 4 du matin. Anda waambia mkiole fie ni mulozi. Ni nani? Baba yake ni nani? Mama yake ni, akasema mfie ni mulozi, baba yake ni mulozi, mama yake ni mulozi. Papa ikaleta ghasia. Balianza kapigania tungali kukanisa. Komba ikaanza. Komba ikaanza. Yenye lifumbula kele mambo yote sasa minaanza tenga baba yake na mwenjilisti, mama yake na mwenjilisti na ule mwenjilisti. Ndio mama yake anasema baba, mimi ndasema. Mali yote iko mpaka sasa. Mwenye alituma tusilete mali ni huyu. Huyu ndio alisababisha. Jua nataka niseme nini hapa? Hakuna jambo linaweza tokea liwe mbaya au njema duniani bila kukose atakaye lisababisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunapata uzima, kuna mtu alileta uzima. Na kama mauti nayo iko yake, kuna mwenye alifanyaka nini? Aliletaka mauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema Adamu wa kwanza ndio alileta nini? Kifo. Na Adamu wa pili ameleta nini? Uzima. Ndio maana Mungu atusaidie tunaposherekea sikukuu ya Pasaka, tutambue ya kwamba ndio baraka zetu. Hakuna baraka nyingine sawa sikukuu ya kufufuka kwa Yesu. Yesu asingelifufuka. Vitu yote ni ya bure. Kuzaliwa yake ni ya bure. Kuteswa yake ni ya bure. Kukufa yake ni ya bure. Kusulubiwa yake ni ya bure. Kwenda kaburini yake ni ya bure. Lakini vile alishinda mauti. Haleluya. Vile alishinda mauti. Wewe na wewe jenga imani. Jenga matumaini ya kwamba Yesu Kristo vile alikufa nami nitafufuka. Usikuwe na woga, usikuwe na mashaka, usikuwe na wasiwasi. Jua ya kwamba siku moja na wewe uzima ni ya kwako. Na ndio nakufanya leo kuwa kanisani uko naitumikia. Kwa bahati mbaya kuna wengine, Biblia inasema heri wenye moyo safi, kwa maana watafanya nini? Wataona Mungu. Wengine wataingia mfalme lakini hawataonaka Mungu kama hawana mioyo safi. Utawaza ishia paradiso na hautafika katika ufalme wa Mungu. Na kuambia mambo mazito, lakini utajua ya kwamba mwenye moyo safi ni mtu yule ambaye tangu aliokoka, tangu aliamini, hakufanya hata dhambi. Sio nisikia? Tangu ile siku uliokoka, tangu ile siku uliamini, ukasema nampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, manake wewe ndio mwenye moyo safi. Ndio macho yako itakuwa na access ya kuona nini? Mungu. Lakini kama hauko vile, utadhihirishwa kuona Yesu Kristo, Mungu katika Yesu. Maana Yesu wamemtayarisha kuwa mfalme wetu ambaye atatawala dunia miaka 1000. Bwana Yesu asifiwe. Kisha mila ndio tunaenda mfalme wa milele, kwenda kuishi pamoja na Mungu. Tunaingia mfalme ya milele na milele. Na kama tuko tunatumika hapa, Yesu atatawala kama mfalme muda wa miaka 1000. Na hii ufalme wake utakuwa paradiso. Hapana mbinguni. Itakuwa wapi? Paradiso ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio pale kwenye Yesu alisema nenda tuandalia nini? Makao. Alienda tujengea fasi kwenye tutafanya nini? Ataikala na matakatifu yake. Kama wewe haukukufa katika Kristo, hautaonekana kama ile kundi.
hautaonekana kama ile mkutano. Watu wa kabila zote watakuwa, lakini waliokufa katika Kristo. Ndio maana Paulo anasema wote waliokufa katika Kristo, ile siku ya mwisho Yesu atawaleta wote, atawafufua. Hata bahari ni kukulaka. Ndio maana hata mlozi akukule usiogope, alikula tu budongo. Haleluya! Lakini haiko wewe tayari unakuwa paradiso katika mikono ya nani? Ya Mungu. Ndio tulifundisha juzi, wakati alikata roho, pazia la hekalu likapasuka, miamba ikafunuka, makaburi yote yakapasuka, ikaonekana miili ya watakatifu, wakatangulia kwenda kukaa paradiso. Hizi viko pale paradiso, viko wanakungoya, wanakuchunga pale, wanaliwa kama na wewe ukitumikia Yesu kwa kweli na kwa haki, utaingia pale. Na ukieshue, ukikosa kufika, ni hasara, ni hasara kabisa. Ona kazi zote ushafanya kanisani, miaka na miaka yenye uko mkanisa mpaka leo, kisha ukose, itakuwa huruma, itakuwa balaa. Na ndio maana Yesu alikubali ni juu yako. Mungu awabariki na abariki neno lake. Amen. Tusimame tuombe. Tusimame tuombe. Tusimame tuombe. Tusimame tuombe. Tusimame tuombe. Tusimame tuombe.